Suala la pili kutoka juu. Hal min as-sunna al-isharatu bi-isba'i as-sababa 'inda murur al-janaza wa qira'ati al-Fatiha? Kuna watu wana kawaida jeneza likipita anainua kidole cha shahada, anaoneshia kwenye ile jeneza na kusema someni suratul Fatiha, kwa maana al-Fatiha, someni suratul Fatiha. Tabia hii iko miongoni mwa watu katika Uislamu. Kwa hivyo Sheikh ameweka swala, ameunda suala, akasema, je, ni katika sunna kuonesha kwa kidole cha sababa, kwa maana kidole cha shahada, wakati jeneza likipita na kusoma suratul Fatiha? Hii ni katika sunna? Anasema jawabu, laisa mina sunna al-ishara bi isba'i sababa, si katika sunna kuonesha kwa kidole cha shahada inda murul janaza, wakati jeneza likipita, si katika sunna. Wala qira'a al-Fatiha, wala kusoma suratul Fatiha, hili jambo si katika sunna, kwa maana hakulifanya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, na wala hakuamrisha lifanywe, wala halikufanywa mbele yake akalinyamazia kimya. Kwa maana hiyo si katika sunna kwa vipengele hivyo vitatu: hakufanya, hakuagiza, halikufanywa mbele yake kadhia hii naye akanyamazia kimya. Kwa hiyo si katika sunna, haikuonekana kwake wala kwa wema waliokuwa pamoja naye na waliotangulia bali kabla yetu sisi. Swala jingine, hal yughatta almayit athnaa hamlihi, je, maiti afunikwe wakati tunabeba kumpeleka sehemu husika makaburini? Maiti afunikwe? Jawabu, amma ar-rajulu fala yusannu fihi hadha, amma kwa upande wa mwanamme sio sunna kumfunika kama tufanyavyo sisi leo kwenye matusi kama yale. Tunamfunika, tunaweka guo juu, maiti anakuwa yuko ndani, haonekani, amefunikwa kwa guo. Na baya zaidi sasa, guo lenyewe wakati mwingine limeandikwa ayati mbalimbali za Qur'ani. Hayo tutayaona leo katika mlango huu. Kwa hivyo kwa mwanamume hasa si katika sunna kumfunika, bali yakfi kama huwa alayhi, inatosha kama alivyokuwa hivyo hivyo. Vipi? Umemvika sanda, basi atawekwa juu ya tusi kama lile, au yale matusi ambayo yanakuwa hana mabao juu, unashika mikono huku na huku, mikono minne huku na huku, anakwenda basi amewekwa na kwenda kuzikwa hivyo. Lianna fi faidatun al-itti'ab, kwa sababu ndani yake kuna faida ya kuwaidhika. Lianna fihi faidatul itti'ab, kwani katika jambo hilo kuna faida ya kuwaidhika. Wa amma al-mar'atu, ama upande wa mwanamke, fala basa bidhalika, hakuna ubaya mwanamke kufunikwa. Lianna hadha astaru laha, kwa sababu hili jambo kwa mwanamke ni stara zaidi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Allah mtukufu yuko juu na anajua zaidi yuko chote kile. Kwa hivyo jawabu kwamba kwa mwanamume si sunna kumfunika wakati kwenda kumzika, lakini kwa mwanamke itakuwa si vibaya kufanya hivyo, kwa sababu yeye ni stara zaidi kufanya hivyo kuliko mwanamume. Kwa hiyo mwanamume asifunikwe, achukuliwe hivyo hivyo alivyo, ila mwanamke anaweza akastiriwa kutokana kwamba yeye kwa kweli ni stara kubwa zaidi. Swala jingine, hal yustahabbu lilmar'ati an yutakhadha laha na'shun athna'a sayri fi janaza, je, inapendezesha, ni vyema kwa mwanamke kufanyiwa jeneza lake maalum wakati wa kumpeleka akienda na jeneza, yani kumfanyia nash jeneza lake maalum
atengenezewe kitanda chake maalum cha kumchukulia wakati wa kwenda kumzika au vipi? Hali yustahabu lilmar'ati an yutakhadha laha na'shun athna sayri fil janaza, je, ni sunna kwa mwanamke kufanyiwa jeneza lake maalum au kitanda chake maalum wakati wa kumpeleka katika jeneza? Jawabu, istahabba kathirun min ahli alilmi ittikhadha na'sh lilmar'a, wamependezesha wengi miongoni mwa wanawachuoni kutengeneza kitanda maalum kwa ajili ya mwanamke, wadhalika lianna hadha aqrabu ila tasatturiha wa hajbiha an ayuni nasi, sababu jambo hili lipo karibu zaidi katika kumstiri na kumziba kunako macho ya watu. Wamependekeza atengenezewe kitanda maalum kwenye jeneza, awe amestirika zaidi na asionekane zaidi katika macho ya viumbe au wanadamu. Wallahu ta'ala alam, Allah mtukufu anajua zaidi. Rejea kitabu Jami'u Ahkami Nisa juzu ya 5 ukurasa 130. Kwa wanazuoni wengi wamependekeza kiandaliwe kitanda maalum kwenye jeneza la mwanamke wakati wa kwenda kuzikwa, ili utofauti na mwanamume isiwe kile kile anabebea mwanamume kile kile anabebea mwanamke, bali kwa mwanamke kitengenezwe maalum kwake ili starake iwe zaidi kuliko mwanamume, kwa sababu maumbile yake ni tofauti na mwanamume. Swala jingine anasema, hali yajuzu tazayyunul janazati wa hamlul a'lami amamaha, je, inajuzu, hali yajuzu tazyinul janazati, inajuzu kulipamba jeneza, wa hamlu al-alami amamaha, na kubeba bendera mbele ya jeneza hilo. Je, inajuzu hiyo kulipamba jeneza, na wakati mwingine kwa mtu nafasi yake kidunia aliyokuwa nayo afu kuziweka bendera mbele yake, sawa sawa bendera hiyo ya taifa kama ilivyo, au bendera hii ya mtukufu la ilaha illallah akawekewa mbele, je, inajuzu kufanya hivyo? Jawabu, la yajuzu dhalika, haijuzu kufanya hivyo. Bal inna minal munkarat tazyinul janaza, anasema haijuzu kufanya hivyo. Zaidi jambo hilo ukilifanya ni katika mambo yanayochukiza, mambo yasiyofaa, kupamba jeneza, wa hamlul alami amamaha, na kubeba bendera mbele ya jeneza hilo, wa kitabatul ayati alqur'aniyya, na kuandika aya mbalimbali za Qur'ani. Inna minal munkarati tazyin aljanazati, ni katika mambo yenye kuchukiza isipendeza kulipamba jeneza, haifai. Wa hamla alami amamaha, na kubeba bendera mbele ya jeneza hilo, wa kitabatul ayati alqur'aniyya, na kuandika aya mbalimbali za Qur'ani, fauka khashabati janaza, juu ya tusi au gogo la jeneza, kuweka bendera juu kwenye gogo la jeneza. Wada al-amama, na kuweka kilemba, ala al-khashaba, kwenye hilo gogo au bao la hilo jeneza. Wakadhalika iklila al-arus idha kanat bikra, pia kuliweka taji la bwana harusi, taji la biharusi kumwekea juu yake kwenye jeneza, idha kanat bikra, ikiwa huyo ni bikra. Subhanallah, watu wanachukua hilo, mtu kafa, mwanamke pengine alikuwa katika mazingira ya kuolewa lakini hajaolewa, ni bikra, basi jeneza lake pamoja na mapambo yote basi hutiwa taji, iklili, taji lile shada maalum ambalo linakuwa lenye meremeta na maua, alafu anawekewa nalo yeye kwa ishara kwamba huyu aliyekufa ni biharusi, alikuwa ni bikra, wakati anaolewa ni bikra. Jambo hilo
haijuzu. Tena ni katika mambo mabaya kabisa yaliyozushwa katika dini hii kwa maisha ya Kiislamu, kwa Waislamu. Ni kosa kubwa kupamba jeneza, kuweka bendera juu ya jeneza hilo na kuandika aya mbalimbali za Qur'ani kwenye mabawa wakati mwingine, au kwenye matambara yale akawekwa juu na yameandikwa Yasinul Qur'an al-Hakim, na mfano kama huo Ayatul Kursi zikaweka mle. Yote hayo si katika mambo ambayo sheria imeruhusu, ni katika munkarati, yanaichukiza, hayafai, kwa sababu halijathibiti jambo hilo katika maisha